Habari za uhakika na zenye mafunzo ya Kiafrika utazipata papa hapa ndani ya Kaka Ken 254. Kaka Ken 254, habari ni hapa. Mgaragazo uliosubiriwa kwa hamu kuu kati ya timu ya mpira ya Transafrica FC dhidi ya Black Star FC umegaragazwa leo katika uga wa Katwanyanga ndani ya shule ya msingi ya Katwanyanga, eneo la Muguga, eneo bunge la Thika. Kipute hicho kilichoanzia mida ya alasiri leo ni kipengele kilichosubiriwa kuleta ufanisi murua kati ya timu moja kati ya mbili zilizopambania ushindi wa leo. Hata kabla ya ardhi kupokea vishindo vya mgaragazo huo, timu ya Black Star waliifunga timu ya Transafrica kunako dakika ya 3. Mtifuano huo haukuishia hapo, bali uliendelea dakika ya 13 ambapo bao la pili kutoka kwa vijana nyota weusi dhidi ya TSC. Vijana wa TSC hawakuonyesha udhaifu wao, walizidi kupambania ushindi wao hadi pale kunako dakika ya 36 ambako bao la 3 liliingia tena kutoka kwa manyota weusi. Na awamu ya kwanza iliishia mechi hii manyota weusi wakiishia na mabao 3 huku TSC wakibakia na 0, jambo lililotia motisha hata zaidi katika timu ya nyumbani. Baada ya awamu ya pili kuanza, nguvu mpya zilionekana, jambo lililotoa ushindi kwa timu ya manyota weusi. Ama kwa kweli, kama jina lilivyojidhihirisha, kwa kweli ulikuwa ushindi wa kukata na shoka. Hivyo basi timu ya Black Star ikaibuka na ushindi wa mabao 7 huku Transafrica wakibakia na 0. Ila kutokana na mahojiano ya moja kwa moja na mshikadau kutoka timu ya TSC, amenieleza mojawapo wa changamoto zilizochangia kushindwa kwao kwa timu hiyo. Mpira ulikuwa sawa. Matarajio yetu ilikuwa tutashinda juu of course game ilikuwa kwenye kijiji. Sasa hiyo ndio ilikuwa matarajio yetu ya kwamba wacha train, maybe kikosi yetu kilikuwa kizuri, lakini shida hata ilikuja tumefika tukagongwa na butoa tukagongwa na butoa, tukakuta wale ambao hata ni wachezaji ni wengi hata kutuliko, yani ambao wanacheza tulikuwa kuta kwa uwanja wamejipanga, ni mazoezi wanafanya, lakini sisi hata wachezaji kuambiwa wakae kando waanze kubadilisha hata hawafiki hao 12. Sasa hapo ndipo kwanza tulianza tukashtuka kiasi, lakini kuna wengine wao walijitolea. Juu hatukuwa na wachezaji enough, hatukuwa na principal ama management ya shule ilikuwa inajua hivyo, lakini bila shaka mchezo ulianza kwa vizuri na kwa dakika 3 tuligongwa mbao ya kwanza na hao, tukiwa tumekaa tena after dakika 10 hivyo 12 tukachapa ya pili hivyo tukachapa ya 3 ingine, tukachapa ingine ya 4, wakapumzika. Tukaingia kwenye session ya pili ambapo sawa tutaandika vyema hadi zikafika mbao 7, ya wakachapa ya 5, ya 6 na ya 7. Raundi ya kwanza walitupiga 4, ya pili ya 3. Then kitu moja principal amegundua ni ya kwamba wachezaji wako na shida ya uwanja ambapo wanatrainia. Kisha kitu ingine ambapo principal aliona ni ya kwamba wako wamejipanga ambavyo management ilikuwa imejitayarisha, yani ambavyo management walikuwa wanafikiria. Maybe kwa hayo ndio naweza kitu kingine naweza ongeza ni ya kwamba pia masaa ya kutoka ambao tulichelewa sana kabisa, juu mchezo ulikuwa unafaa kuanza exactly at 4 but si tulitoka 3. Si tulitoka kwa shule 3 hapo hivyo 30. Tukagongwa na jam, hiyo jam yote ikatushika. Kuchoka, wachezaji walikuwa wamechoka juu basi ilikuwa imebeba tena excess. Na mambo mingi ambayo wachezaji wamepitia, na pia hata kuumia, although walipewa glucose wakapewa first aid, kulikuwa na mtu wa first aid hadi wakamaliza vizuri. Lakini wachezaji pia wameona, wachezaji wao walikuwa wanacheza vizuri, sijui penye tulishindiwa goalkeeper. Shida yani ya timu ya Transafrica penye ilikujia ni
hatuna goalkeeper mzuri wa kutusimamia, ama tunaweza sema unie goalkeeper wetu. Huyo tu ndiye we are lacking as Trans Africa FC. Yeah.